Mtu mmoja amepoteza maisha na wengine watatu wamejeruhiwa kufuatia matukio mawili ya kiusalama yaliyotokea katika eneo la Uvira, mkoa wa Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa ya asasi ya kiraia, tukio la kwanza lilitokea katika kijiji cha Runingu na jingine katika eneo la Luvungi Itara usiku wa kuamkia tarehe 16 Oktoba mwaka 2025. Asasi ya kiraia imeeleza pia kuwa kulitokea mapigano kati ya makundi mawili katika eneo la Luvungi Itara ndani ya wilaya hiyo ya Uvira mkoani Kivu Kusini, ambako mtu mmoja aliuawa. Kwa mujibu wa Marte Fikiri, mratibu wa shirika la kiraia tawi la Uvira Fizi, matukio haya ni ushahidi wa kuendelea kwa hali ya ukosefu wa usalama katika bonde la Ruzizi. Ametoa wito kwa serikali ya mkoa kuitisha mkutano wa dharura wa kimkakati na makundi ya wazalendo yanaofanya kazi katika eneo hilo ili kuweka uratibu mzuri wa ulinzi na kuzuia matukio mengine ya vurugu. Raubenki inaharifu umma kwamba tukio la usalama lilitokea leo katika tawi lake la Victoire mjini Kinshasa limeweza kudhibitiwa kabisa kufuatia ujio wa haraka na hatua madhubuti zilizochukuliwa na vyombo vya usalama ambavyo viliwazima washambuliaji kwa msaada wa urani na hatua kati ya mamlaka za usalama na vikosi vya ulinzi vya benki. Hali sasa iko chini ya udhibiti kamili. Hakuna mfanyakazi wala mteja aliyejeruhiwa katika tukio hilo. Eneo la benki liliwekwa usalama wa muda ili kuruhusu mamlaka kufanya uchunguzi na udhibitisho wa kina. Raubenki inatoa shukrani za dhati kwa vyombo vya usalama, kwa wataalamu na unafisi wao pamoja na kwa wananchi wote kwa utulivu, uangalifu na ushirikiano wao katika tukio hilo. Benki inasisitiza kuwa usalama wa wafanyakazi wake, wateja na wakazi wa eneo hilo unabaki kuwa kipaumbele chake cha juu zaidi. Hivyo katika uporaji wa Raubenki eneo la Victoire mjini Kinshasa, mwanamke mmoja amekamatwa na vyombo vya usalama, lakini amekana kabisa kuhusika na kundi la wahalifu lililojaribu kuvamia benki hiyo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashuhuda wa vyanzo vya polisi, mwanamke huyo alikuwa ndani ya benki wakati milio ya risasi ilipoanza na alidai kuwa alifika kuomba msaada wa kifedha bila kujua chochote kuhusu mpango wa wavamizi. Askari walikamata mwanamke huyo pamoja na watumiwa wengine kadhaa ili kufanya uchunguzi zaidi kuhusu ushirika wake katika tukio hilo. Kwa sasa uchunguzi wa kina unaendelea kubaini ukweli kwa madai yake na kujua kama alihusiana kwa namna yoyote na genge la wahalifu waliokuwa wamepanga kupora benki hiyo ambayo ilinusurika kwa msaada wa walinzi na vyombo vya usalama. Dis-moi, comment on a nani? Honorine nani? Porsche. Ozosa na banki. Uvana na banki na Robank. Uvana Allemagne. Awa sio na banki yoko tapona nini? Kota na banki na kota kuna omena fete ba campagne sur ma la lobena madame na dabe quelque chose pesa mambongo ele la pona mabeta pour ba zero mabe ba kanisi na lina boma bongo ba soda bazobeta masasi na kati yondo yakina bongo mala beti mutuke na tamu na tuni ba soda o yo recruta ki ozoi bango ba soda wa ya initeni mala si ba soda mo te papa ba soda o bozala bango na kati bazobeta masasi ya initeni ni na yepi ba soda te bangai madame yondo betinga masasi mala beti mutuke masasi ba botolinga mjou munduke ya plastique ngo kala itapana bango na beti mutuke munduke. Est-ce que bomona ki mutabraka ibino nani? Mutabraka ibino nani? Maman ndakota na munduki mutaliboso bongo ba soda musu akota ina bakota na moko